Mei 17 tunaenda kuwa na Mercury ikiingia kwa nyumba ya tatu, yani in Gemini, na hivi ndio ita affect kila sign. Ila chunga sana wakati huu unaweza pata wewe ni mtu ambao unafanya vitu vingi kwa mara moja, ama unajijazia vitu kwa haraka, ama unapata wewe ni mtu ambao unaongea bila kufikiria. Chunga sana, maana unaweza ongea kitu ikakwaza mwenzako ikaleta matatizo. Aries itakuwa kwa nyumba yako ya tatu ya masuala na maongezi, masuala na usafiri, masuala na ndugu wa karibu. Vitu ambavyo vitabadilika kwako wakati huu, unaweza kupata either unasafiri, ama wakati huu unaweza kupata unatumiwa message, mara watu wanakutafuta left right and center wakati huu. Pia wakati huu unaweza kupata kazi zako zinapenya kupitia maongezi. Ila changamoto ambazo utapatana nazo ni kukosa utulivu kwenye akili, yani mental restlessness, ama unaweza kupata wewe ni mtu ambaye unataka kufanya vitu vingi kwa mara moja, so unapata hakuna kutulia, ni uchovu wa kupitiliza. Ila mafanikio yako utapata ideas nyingi ambazo zitaweza kukusaidia kuweza kufanya nini, kuweza kumalizia kazi. Maybe kama umekuwa na vifungo vya kazi, umekuwa unashangaa mimi naanzaje, nafanyaje, vitu kama hivyo, utapata upenyo wakati huu. Taurus itakuwa kwa nyumba yako ya pili ya masuala na fedha na tamani yako. Mabadiliko ambayo yanaenda kuja wakati huu, unaenda attention yako yote inaenda kuwa kwa mambo na fedha. So kupitia maongezi unaenda kupata upenyo. When you speak unapata fedha inaanza kuingia katika njia zako. Pia wakati huu utapata wakati huu unajifundisha kubudget. Pia unapata njia mpya kuweza kufanya nini, kama ulikuwa umeanzisha maybe kazi ama umeanzisha project yote alafu ukakwama, unapata inaanza kupenya wakati huu. Ila changamoto ambayo utapatana nao wakati huu ni kutumia pesa kwa kupitiliza. Unafanya maamuzi kwa kupitiliza, alafu unapata baadaye umetumia hela, umejiunganisha kwenye vitu ambavyo vinaleta tu hasara. Kwa sababu ya nini? Maamuzi ya haraka. Akili hapa inaenda mbio. Ila mafanikio inakuja kwa nini? Utapata njia ya kuweza kufanya nini? Kuingiza fedha kupitia maongezi. Gemini itakuwa kwa nyumba yako ya kwanza ya masuala na umimi, yani identity yako. Mabadiliko ambayo yanakuja wakati huu, utapata unaonekana sana. Wakati huu utapata unaji-express, yani unaongea mbele za watu, una mvuto sana kupitia maongezi. Wakati huu sasa identity yako kila mtu atakuwa akikutazama na kuvutiwa na wewe. Ila changamoto utakaopatana nayo, utapata wewe ni mtu ambao unajitoa sana kwa watu mpaka unajisahau. Unajituma kwa sababu uko huku na socialize mpaka unaanza kujisahau. Ila mafanikio ni nini? Utapata mwelekeo ambao unafanya nini, una align, utapata clarity ya ni vitu gani ambavyo unaweza kufanya na vikaanza kuleta nini, hela katika maisha yako. Cancer itakuwa kwa nyumba yako ya 12 ya masuala na rohoni. Wakati huu mabadiliko ambayo yanakuja ni jaribu sana kuchunguza ndani, kama kuna vifungo, kama kuna mambo ndani ambavyo vimekuwa vinafungika, yani umekuwa mna vifungo vya ndani vya masuala ya rohoni, utapata wakati huu unaviangazia, unaviachilia ili upate kupenya. So chochote ambacho kilikuwa kikofiche, ama chochote ambacho kimekuwa kinakufanya mpaka kutoka mbele za watu kuonekana kufanya shughuli ambazo unafanya, utapata wakati huu kinachipuka ili upate kusawazisha, usonge mbele. Ila changamoto ambayo utapatana nayo ni overthink sana usiku haswa, ambayo inaweza kufanya ukakosa usingizi, ama unakuwa na anxiety ya kupitiliza, vitu kama hivyo. Ila mafanikio yako yatakuja pale ambapo utajifanyia kazi na kuachilia vitu vya kale na kusamehe. Kama ulikosewa, samehe na upate kusonga mbele. Utapata utulivu kwenye akili. Leo itakuwa kwa nyumba yako ya 11 ya masuala na marafiki na vikundi. Wakati huu unaweza kupata either unabadilisha vikundi, ama unajiunganisha kwenye vikundi ambavyo sasa vinakusaidia kuweza kuunganisha kwa malengo ya muda mrefu. Unapata kuna vikundi ambavyo utajiattach navyo ambavyo vinaendana na identity ambayo ni ya kwako. Unapata mkikollaborate pamoja, unapata kuna upenyo. Ila changamoto ambayo utapatana nayo ni maongezi, miscommunication, kutoelewana na watu, unanena hii ama umbea wa kupitiliza, ama unapata kwenye project ambazo huko kuna kusema kichini chini, hiyo itakuwepo. Ila ukikaa vizuri utapatana na watu ambao wanaendana na wewe, utapatana na watu ambao wanaweka fikira zao, mtu akinena kitu inakuwa ni ya kukusaidia kwa muda mrefu. Virgo itakuwa kwa nyumba yako ya 10 ya masuala na kazi na maisha yako, yani reputation yako. Mabadiliko ambayo itakuja wakati huu, utapata wakati huu utapata career yako maybe inabadilika, ama unapata wakati huu utakuwa kwa sababu Virgo pia ina rule nini, Mercury pia ina rule Virgo, utapata pia vitu ambavyo ulikuwa unavifanya kazini vinaonekana sasa kwa wazi. Hizo talanta zako, vitu kama hizo utapata vinaonekana kwa wazi, ama unapandishwa cheo ama promotion inaonekana, vitu kama hivyo. Ila changamoto ambayo utapatana nayo ni
kuhisi ni kama kazi imekuwa ni nyingi, so unapata uchovu wa kupitiliza, unapata pressure kazini, ama unapata una multitask, unataka hii kazi unaenda huku, huna utulivu katika kazi. Ila wakati huu ukitengeneza ukiwa utakaa utulie, maana ideas zitakuwa ni nyingi. Ukitengeneza ideas zako vizuri, unaweza pata promotion, ama unaweza kupata unaongezewa hela. Kama umekuwa unapewa hela chini ya thamani yako, utapata wakati huu ina increase. Libra itakuwa kwa nyumba yako ya 9 ya masuala na imani na masomo. Wakati huu utapata mabadiliko makubwa katika masuala ya nini? Utapata mabadiliko usafiri. Wakati huu pia kama ulikuwa unataka kuandishi, kama wewe ni mtu ambaye ni mwandishi, ama kuna vitu ambavyo ulikuwa unataka kucreate kwa content creation, vitu kama hizo utapata upenyo. Pia wakati huu utapata kujielewa, kujifahamu, mimi nimekuwa nafuata dini hii ama imani hii. Kwa hivyo wakati huu, kwa sababu Mercury ina deal na akili, utapata akili yako unapata clarity kuwa hii njia ndio itakuwa inaendana na mimi. Changamoto ambayo utapatana nayo ni bishana sana na watu kuhusu imani yako, ama kuhusu kenye unasema. Unataka kenye unasema ndio iwe hivyo. Isipokuwa hivyo unapata mnatatizana na watu. Ila mafanikio yatakuja wakati utafanya nini? Utabadilisha vile ulivyokuwa unaona dunia, vitu kama hivyo, ama utapata unabadilisha imani yako, vitu kama hivyo, na unafuata imani ambayo inaendana na wewe. Scorpio itakuwa kwa nyumba yako ya 8 ya masuala na vitu ambavyo unashare na watu, ama unarithi. Urithi ama vitu ambavyo unashare na watu. Wakati huu utapata mabadiliko kwa watu ambao umekuwa unajiunganisha nao. Maybe kama ulikuwa unajiunganisha na vikundi ambavyo unapata mmekuwa mnatatizika, unapata wakati huu mnaondokeana, unajiunganisha na watu ambao wanaendana na wewe. Wakati huu pia utapata unaweza kulipa madeni, utapata njia ya kuweza kulipa madeni. Pia wakati huu kama ulikuwa na matatizo na mpenzi wako, utapata mnakadishana chini, mnaongea, mnasawazisha mambo. Ile changamoto ambayo utapatana nayo ni kurukia mambo kabla ya kunena. Yani wewe ushajijazia tayari. Mtu akisema wewe ushajijazia kuwa ni hivi na hata sivyo. Either unaweza pata mnatatizana tena kwenye mahusiano, ama unaweka mahusiano sawa. Ila mafanikio yako utapata kujua ukweli kuhusu vitu ambavyo vimekuwa fiche, either kwenye mahusiano yako ama kwa watu ambao umekuwa unafanya kazi nao, na either upate kusawazisha ama upate kuondoka. Sagittarius itakuwa kwa nyumba yako ya 7 ya masuala na mahusiano. Wakati huu utapata mabadiliko katika mahusiano yako, utapata pia unajifundisha jinsi ya kunena, vitu kama hivyo. Kama ulikuwa kwenye biashara, utajifundisha jinsi ya kubagain, vitu kama hivyo. Ila changamoto ambayo utapatana nayo ni kukutana na watu ambao wakale excess, watakuwa wanakuja sana wakati huu. Chunga sana. Ila breakthrough yako utapata kusimama katika ukweli wako, na kupitia njia hiyo unapata kujiunganisha kwenye mahusiano mapya. Capricorn itakuwa kwa nyumba yako ya 6 ya masuala na daily routine yako. Mabadiliko ambayo yanaenda kukuja, unaenda kubadilisha vile umekuwa unafanya kazi zako, na pia vile unavyojikimu, vitu kama hivyo. Kunaenda kuwa na mabadiliko katika kazi, pia unaenda kuheal your nervous system, vitu kama hivyo. Ila chunga sana wakati huu, unajitoa sana ama unajituma sana, maana utakuwa na uchovu wa kupitiliza sana. Ila wakati huu utapata kuweza kufanya nini? Ukisawazisha utaweza kuweka usawa kati ya daily routine yako na kazi yako. Aquarius itakuwa kwa nyumba yako ya 5 ya masuala na ubunifu. Wakati huu utapata creativity yako ina flow. Ukibuni kitu kinaenda. Utapata pia unaingia kwenye mahusiano, talanta zako ziko juu. Ila changamoto utapata wewe mtu anakudistract kirahisi sana. Unapata pia watu wanakuja tu wenye mahusiano, baada ya muda mchache wanaondoka, yani casual relationship. Ila ukikaa vizuri utapata vitu ambavyo unabuni vinaleta mema na vinaleta mazuri kwako, maana creativity yako itakuwa juu wakati huu, na pia unaweza kuingia kwenye mahusiano. Pisces itakuwa kwa nyumba yako ya 4 ya masuala na nyumbani. Mabadiliko ambayo yanaenda kuja, either unahama, ama unaenda kuwa na maongezi na familia, ama unaenda pia kutengeneza mahali unapokaa. Ila mabadiliko, changamoto ambayo itakuja ni kubishana na familia, ama unatatizana na watu kwa ajili ya mipaka ambayo umeweka. Ila ukikaa sawa utapata unatengeneza mahali unapokaa. Kama ulikuwa unatatizika, unataka kuhama, utahama environment ambayo inaendana na wewe, na pia utapata kusawazisha masuala nyumbani. I hope umenielewa vyema.